Aliyekutuma niletee chakula chenye mchanga ni nani? Tena sio chakula tu, mpaka juisi umeniwekea mchanga. Dada, mimi sijaweka mchanga. Hujaniwekea mchanga, kwa hiyo mimi ni mwenda wazimu. Aya, subiri. Aya, kula. Kula usikie. Kula usikie. Umesikia nini? Dada, mimi sijaweka mchanga. Kwa hiyo nataka kusema aliyeweka mchanga ni nani? Eti sasa unanitania. Naomba ule hicho chakula. Nakwambia utakula chote, mpuzi mmoja wewe. Kula! Kula usikie utamu. Wewe ulikuwa unaniona mimi na faidi. Kula mwenyewe sasa ulizike. Kula unenepe chakula chako mwenyewe, mpuzi wewe. Hivi kuna mwezi labda ambao ushawahi kupita hapa katikati sijawahi kukulipa pesa yako. Kwa nini unanilipa haya? Au kuna mtu labda amekuagiza uje unilishe chakula chenye mchanga? Sasa kwa taarifa yako unakula chote, mpuzi. Kula bwana. Kula. Siwezi kukubali. Kula vyote. Kula ulizike. Huyo mpumbavu kaniletea chips zenye mchanga. Tena mchanga ko alikuwa na maana gani? Zenye mchanga? Tena sio mchanga tu, mpaka kwenye juisi kaniwekea mchanga. Anataka kupunguza na manywele yako, mpuzi wewe. Kula ulizike. Kindege, jana kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie, lakini sema ulivyorudi niliona kabisa hauko sawa. Kwa hiyo ikabidi nisubiri mpaka uwe sawa afu ndo nikwambie. Hivi, una habari kuwa jana Seba amekuja nyumbani? Seba alikuja nyumbani? Kilimleta nini labda? Embo acha basi. Kwa unajifanya hujui kitu ambacho kimemleta nyumbani, eti ndio? Sijui ndio, maana kila kitu nishaongea naye. Maana sidhani kama kuna jambo jipya ambalo linaweza likamleta nyumbani eti sijui kanifuata mimi. Ndio maana nakuuliza. Sawa. Seba anadai kuwa sasa hivi hamuelewani. Na hata kama akikuomba muda wako sasa hivi hutaki kabisa kumpatia. Anakupigia simu zako mara unatumika, mara upatikani, mara usi umemblock, usi umefanyaje huko. Kwa nini unamfanyia hivi kijana wa watu? Kwa hiyo Seba anawaja kukuambia yote hayo. Ina maana hivyo malizana na yeye huko hajalizika mpaka amekufuata na wewe sasa kaanza kukuambia. Kwamba ndio tutasaidia dini. Nisikize Farida. Mimi Seba kila kitu nimeongea naye na nadhani nimemalizana naye, sina deni naye. Hivi Kindege, mbona kijana wa watu wanakupenda? Kila ambacho unamwomba anakupatia tena kwa wakati kabisa. Na kwa ninavyomuona Seba, hana nia ya kukuchezea. Ana nia ya kukufanya kabisa wewe mke wake. Lakini wewe ulioni hilo. Yule Seba anakupenda. Kwa nini unamfanyia hivyo? Farida, mbona mimi sijakaa na kwanza kuongea naye kuhusu masuala ya kanuni? Yaani sija kuzungumzia kwa chochote kwamba ilikuwaje na kanuni. Alafu wewe mdomo wako unakuwa mrefu kuongea mambo yangu. Wewe, naomba unisikilize vizuri. Tunayemwongelea hapa ni Seba na sio kanuni. Na kama unataka tumzungumzie kanuni, muda ukifika kumzungumzia nitakuruhusu mzungumzie. Lakini sasa hivi namuongelea Seba na sio kanuni. Naona limekuuma wewe jambo lako, si ndio? Kama ilivyokuuma wewe na mimi sitaki jambo langu uliongelea hapa. Maana mimi nahisi wewe mtu unayemtaja hapa nimemalizana naye na sijui wewe amekufuata na kukuambia yoyote kwa ajili gani. Mimi nimekwambia hivi, Seba nimemalizana naye na sidhani kama nina deni naye. Alafu sijui masuala kusema mtu sahihi, sijui nini. Mimi ndo naangalia nani nafaa kuwa naye, nani sifai kuwa naye, yupi sahihi kwangu, yupi sio sahihi kwangu. Au hivi nakutisha hivyo viela ambavyo anakupa kupa. Ndio maana unaongea sana hapo unajikuta mtetezi wake mwenyewe. Unatafuta mtu sahihi kwenye maisha yako, si ndio? Nisikilize Kindege. Huyo mtu sahihi ambaye unamtafuta sasa hivi, utamtafuta mwanzo wa maisha yako mpaka mwisho wa maisha yako, kwa sababu najua hutompata. Sisi ni binadamu na kila binadamu ambaye unamuona ana mapungufu yake. Kila binadamu hajakamilika. Na kama unataka mtu sahihi, basi kaombe wa kwako. Kwa sababu mtu sahihi anatoka kwa Mungu peke yake. Ila binadamu tu kutafuta mtu sahihi kwa macho hivi, huwezi ukamjua.
Wanda Mungu amekupa Seba kwa sababu ameona ni mtu sahihi kwako, lakini wewe humtaki. Seba anakupenda wewe. Kwa nini uone upendo wake? Labda nikwambie kitu kimoja Farida. Sio kile unachokitazama kwenye macho yako, basi hata mafikirio yake yako kama vile unavyofikiria wewe. Na wanakuambia kila kizuri kina ubaya wake. Kwa hiyo wewe kama umeona uzuri, basi tulia na uzuri huo, unabaki nao kimya. Na kingine Farida, kitanda usichokilalia huwezi jua wingi wa kunguni wake. Kwa hiyo basi ningekuomba wewe utulie na ufanye mambo yako. Yangu niachie mimi mwenyewe. Hebu nisikilize vizuri. Fanya utafute muda. Mpigie simu Seba, afu mkae muongee na myamalize. Aya Farida, nishauri, nimekuelewa. Nitamtafuta, nitaongea naye. Hapa tumemalizana je? Alafu kwa nini mwenzako umemblock kila kikupigia unatumika? Mengine tena. Farida, nishakwambia mimi mtu nitamtafuta, nitazungumza naye. Sasa mambo ya kublock yameingiaje? Si tumemalizana tena, nimekwambia nitamtafuta. Ngoja mimi niondoke tu. Maana naona hapa mada ishakuwa ndefu. Nimekwambia nitamtafuta. Kwa hiyo wewe Leticia, ulivyokaa hapo unajilizaliza, kwa maana hiyo sasa uonekana umeonewa humu ndani, si ndio? Ila ulichokifanya wewe kiko sahihi. Hivi ulikuwa na maana gani kuniwekea mchanga kwenye chakula? Kama ulikuwa unataka kupika si ungesema tukapika wenyewe chakula. Yaani eti umeandaa chakula vizuri, alafu unatia mchanga eti dada njoo ule. Ulishindwa nini kukila mwenyewe chenye mchanga? Yaani humu ndani nachoka sana mimi. Kwa maana hiyo sasa wewe unatamani mimi niugue. Niugue appendix, nipeleke hospitali kakatokate utumbo ndo ulizike ubaki mwenyewe humu ndani. Si ndio? Ndio unachokimaanisha sasa, ndio unachokitaka. Dada, lakini nikwambie mara ngapi kwa mimi sijaweka mchanga kwenye chakula? Nawezaje kukuwekea chakula kati ni bosi wangu? Na umenikosea nini mpaka nifanye hivyo? Wewe, naomba usinione mimi kama mtoto mdogo. Yaani usinichukulie kama mpumbavu kabisa. Mimi najielewa na nina akili zangu timamu. Aliyefanya hivyo ni nani sasa? Unataka kumaanisha nini? Humu ndani tuko watu watatu tu. Kwa maana hiyo ninachokiona kwa sasa hivi kwa wewe hapo, una uwezo kabisa wa kutoka nje, ukapewa sumu na mtu na ukaja ukaniwekea kwenye chakula nikala nikafa kabisa. Kama ulikuwa na uwezo wa kuniwekea mchanga, ushindi kuniwekea sumu, mpuzi wewe. Dada, ukweli Mungu anaujua. Mungu ndo anajua kila kitu kama mimi sijafanya. Kila siku nakuandalia chakula. Kwa nini sije kukuwekea hapo zamani na kwa nini niweke leo? Mbona ufikiri hilo dada? Kwa hiyo nataka kurudia uongo ambao nimeshaukataa. Na sasa hivi unaanza kuongea uongo ule ule. Humu ndani tulikuwa watu watatu. Sasa aliyeweka mchanga kama sio wewe ni nani? Na aliyeleta chakula ni wewe. Hayo unataka umsingizie nani humu ndani? Mimi sasa ndo nimenyanyuka nikaweka mchanga kwenye chakula. Mimi nizani huyu ni muongo. Huyu ndo alienda kuweka mchanga kwenye chakula. Asije akakudanganya hapa. Na ni huyu kweli, lakini sasa hivi bado nashangaa, bado kinakataa. Uzuri nimeshakwambia kabisa. Nimekwambia sitaki kukuona unajilizaliza humu ndani. Na Chami, naomba tuachane naye kwa sababu kipondo tulichompa mara ya kwanza nadhani kimemtosha. Na ole wake arudie tena. Shoga yangu Janeti, hata usijitie pressure. Yaani hili lisichana lako la kazi ni liongo kama nini. Huyu si ndo aliyeka mchanga kwenye chakula huyu. Alafu anaanza kujilizaliza. Si unafiki huo? Chami, naomba unisikilize vizuri. Kipondo tulichompa mara ya kwanza nadhani kimemtosha na sidhani kama atarudia tena, na akirudia nitamkata au masikio yake. Hem, tuachane naye bwana.
Halo. Halo. Mimi nipo nyumbani hapa nimelala. Najisikia vibaya kinoma. Jeni, nimekwambia mimi niko nyumbani, siko sawa, naumwa, ndio maana nimekaa nyumbani kimya tu, sitaki mambo mengi, nimekaa nimetulia. Bwana sikilize Jeni bwana. Sasa hivi mimi nimepumzika, sitaki mambo yoyote yani. Ndio maana sijakutafuta, nimeamua tu kufanya maisha yangu, nimeamua kukaa kimya. Tafadhali naomba uniache, mimi siko sawa kabisa, yani siko sawa kabisa, niache. Kitengele. Kiti. Wewe umeniambia uko wapi na hapa ni wapi? Yaani nakupigia simu unasema uko nyumbani na hapa ni wapi sasa? Kwa hiyo wewe ina maana uko unanipigia simu huku unaniona, si ndio? Yaani ina maana uko unanipima imani. Kitengele. Mbona unapenda kuishi kwenye maisha ya uongo? Kila siku. Hivi usipoongea uongo utachibuka sehemu. Yaani jana nimekupigia mara nyingi sana. Ukapokea, ukasema kwamba unaumwa. Uko hoi mahututi uko nyumbani. Leo nimekupigia zaidi ya mara 5, unanikatia simu zangu. Mara ya mwisho tu umepokea simu unasema kwamba unaumwa uko nyumbani. Sasa hapa ndo nyumbani kweli? Nisikilize Jeni, sawa? Mimi hapa unaponiona nilikuwa ndo naenda huko nyumbani. Na ndio maana hata uliponipigia simu nikakwambia kwamba nipo nyumbani kwa sababu kutoka hapa mpaka nyumbani hapana umbali wowote. Alafu kitu kingine mimi siko sawa mwenzako. Kwa habari za kwanza nina kuongea mara nyingi hapa kichwa mimi kinaniuma. Lakini Kiti, mimi unajua nilikuwa nakutafuta kwa lengo gani? Mimi nilikuwa nakutafuta kwa lengo tu solve matatizo yako. Yaani kile ulichonifanyia juzi unadhani ni kizuri? Yaani mwanamke wako ameingia ndani, afu kanifunika mimi na shuka ili asinione. Ulinikosea sana Kitengele, ndio maana mimi nimekutafuta ili tusolve matatizo yako, ukile makosa yako. Wewe kwa heshima bwana. Katika kitu sitaki kukisikia katika masikio yangu ni hicho mambo ya kukilikili makosa mzee. Mimi siwezi kukili makosa. Na ndio maana muda wote mimi sitaki kabisa kukutana nawe kwa sababu nilijua tu utaanza mambo yako mara kili makosa mara sui tubu, sitaki hayo mambo. Alafu Jeni, haya yote wewe ndio umeyataka. Yaani wewe ndio umeyataka kabisa kwa sababu mara mwisho tulipokutana pale barabarani mimi nilikukataa. Na lengo la kukukataa ni kwamba mimi nilikuwa na mwanamke mwingine. Nilijua tu haya yote yatatokea. Lakini ukataka kuleta uking'ang'anizi, ukang'ang'ana dakika za mwisho yametokea ya kutokea. Sasa hivi tena naambia tena mimi nianze tena kukili makosa. Siwezi mimi kukili makosa. Yaani siwezi nikakili makosa kwa kosa ambalo wewe mwenyewe umelitaka Jeni. Kitengele. Kwa hiyo unamaanisha mimi haunitaki, sio? Hayo umezungumza wewe. Mimi sijazungumza hayo mambo. Na kitu kingine kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo nahitaji kufutika sasa hivi hapa. Kiti. Why you always teasing me? Mbona mimi niko fair kabisa na wewe? Nakupenda kwa moyo mmoja. Nimesharuhusu kabisa wewe uendelee kuishi kwenye maisha ambayo unayataka wewe mwenyewe. Lakini kwa nini hutaki kunisikiliza? Yaani kosa ni lako, alafu hutaki kukubali. Kwa nini sasa? Mimi mbona nimeruhusu lakini nimekuja kabisa tusolve matatizo yako ili ukili tu tuendelee tu na mahusiano yetu. Kwa nini unapenda kunitesa Kiti? Mbona unionee huruma? Mimi nakupenda. Nisikilize bwana Jeni. Mimi nishakwambia bwana. Niache mimi sasa hivi nimesha focus na maisha yangu. Kwa hiyo ukishindwa kufocus na maisha yako utajijua mwenyewe. Mimi sina muda wa kukusikiliza kwa sababu hauna nyimbo nzuri. Ungekuwa Simba la Masimba, Diamond Platinum, basi ningesimama ile nikutegea sikio nikusikilize. Alafu kitu kingine ninavyozidi kuzungumza hapa kichwa kinazidi kuniuma. Naomba tu mimi nifutike niende mtaani. Tutakutana wakati mwingine. Kiti, tuongee basi, usiondoke. Kitengele. Wewe Kiti wewe. Shemeji, habari yako? Salama kabisa. Vipi wewe? Ni buheri wa afya kweli?
Mimi niko sawa shemu, sijui huko utokako. Binafsi mimi niko salama. Sema labda tu uchovu wa kazi. Ni hali ya kawaida hiyo shemu. Lakini shemu, unataka kuniambia kuwa siku hizi hutaki hata kuja nyumbani kwetu hata kutusalimia kweli? Hapana shemeji yangu. Sio kwamba sitaki kuja nyumbani kuwasalimia. Lakini nawaza kwa jinsi ambavyo mambo yaliendaenda hapa katikati. Sidhani kama nina nguvu tena kuja nyumbani pale. Hata kama nikija, nitakuja kufanya nini? Siwezi kufanya chochote. Naelewa shemu. Na hali halisi iliyotokea mimi niliiona. Na hamna kitu ambacho sijakifahamu. Ila nilikuwa naomba tu ungejaribu kumfikiria kwa upya ndugu yangu Farida na ukajaribu kuelewa wapi alikosea, na kama sasa amekuja kuomba msamaha, basi jua kwa Farida anakupenda na ametambua makosa yake pia. Maana hata ukiangalia uko sehemu yenyewe ambayo alikimbilia hajafanikiwa kwa chochote kile. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu msamehe ndugu yangu. Kama huko ambako alienda hakufanikiwa kwa chochote, mimi nafikiria hata kwangu hana nafasi. Hawezi kufanikiwa kwa chochote. Kwa sababu mimi binafsi nimeshaanza maisha mapya. Na kama nimeanza maisha mapya, wazungu wao wanasema nime move on. Sidhani kama nina nafasi nyingine kwenye moyo wangu. Kwa sababu aliamua kunitesa, kuninyanyasa, na alinisaliti tena kwa maumivu makali. Maana usaliti wake ulikuwa ni wa manyanyaso makubwa sana. Kwa hiyo sifikirii kama ana nafasi nyingine kwenye maisha yangu. Na nadhani shemeji yangu nakumbuka vizuri. Yule aliamua kunisaliti kipindi ambacho mimi niliumba kidogo sana. Na kwa sababu wahenga wanasema subira yavuta heri, yeye kwake aliamua kuvuta kamba. Akateleza shwa, akaenda kwa mwanaume mwingine. Hakuwa na uvumilivu kabisa. Na ukizingatia pia Farida aliamua kufanya yote yale. Usaliti wake ulikuwa ni kwa sababu ya tamaa ya pesa tu. Kwa hiyo kama kule kakosa pesa, basi hata kwangu hawezi kupata vile vile. Naelewa shemeji unachokipitia. Na ninajua pia ni hali ngumu na inakuchukulia muda sana. Lakini wahenga wanasema kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Na ndugu yangu kosa lake kashalifahamu na amekuomba msamaha mara nyingi sana. Nilikuwa naomba ungempa nafasi nyingine ya mwisho. Alafu uone je, Farida wa saizi na Farida yule wa kipindi kile ulikuwa unamfahamu wewe. Then maisha mengine yaendelee. Hebu mfikirie ndugu yangu, mpe nafasi ya pili na maisha mengine yaendelee. Shemeji, msimamo wangu uko pale pale. Binafsi kwenye moyo wangu, yeye nimemsamehe. Lakini hatuwezi kuendelea kuwa na mahusiano tena. Mwache afanye ambacho yeye anaamini kwamba kinamridhisha ama kinamfurahisha. Shemeji bana, hebu msamehe ndugu yangu, usiwe hivyo. Shem, hata hivyo mimi nawahi. Mimi nafikiri tutapata wakati mwingine wa kuzungumza. Wacha niwahi. Sawa shemeji yangu. Samahani lakini kama nitakuwa nimekukwadha. Uwe na wakati mwema. Asante. Mambo poa. I hope wewe ni Jenny. Ya, vipi? Kuna shida gani? Jenny, naongea nawe kama mwanamke mwenzangu. Na nimekusimamisha hapa kwa lengo moja tu au kwa dhumuni moja tu. Nimefumania meseji zako nyingi sana kwenye simu ya mume wangu Kichinjile. Kwa hiyo naomba ukae mbali na yule mwanaume. Yule Kichinjile ni mwanaume ambaye nampenda sana. Kwa hiyo naomba ukae mbali na yule mwanaume. Na kama hautokubali kwa hili, tusije tukalaumiana kwa baadaye. Dadangu, wewe ni mwanamke mwenzangu. Najua unaelewa maumivu ya mapenzi yalivyo. Na huenda leo Mungu kakuleta kwa ajili yangu. Hivi unavyoniona hivi, mimi ni mfungwa huru wa mapenzi ya Kichinjile.
Nimejaribu mara nyingi sana kupata suluhisho la mapenzi yangu, lakini nimekosa. Ila kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzangu, huenda nitakwambia hili na utanielewa. Mimi nampenda sana Kichinjile. Naomba unisaidie kitu kimoja. Niko tayari kabisa kufanya kitu chochote kwa ajili ya Kichinjile, ili tu nisimkose. Namaanisha niko tayari hata mimi na wewe tushare mapenzi, sisi wote wawili tuwe wanawake wa Kichinjile. Lakini tu nisimkose Kichinjile kwa sababu mimi nampenda sana. Yaani kama sijaelewa, unamaanisha mimi nishie na wewe mapenzi? Nimgawe mwanaume wangu mara mbili. Hivi wewe Jeni, ingekuwa ni wewe ungeweza kushia na mimi mwanaume? Hebu tumia akili basi. Nimeongea mara kadhaa kwamba yule mwanaume nampenda. Kiufupi tunapendana mimi na Kichinjile. Kipi usichokielewa hapo? Alafu mbona ni mwanamke mzuri sana, mwanamke mrembo, unamvutia kila mwanaume yoyote ambaye anakutazama. Kwa nini usitafute mwanaume wako? Kwa nini usitafute mwanaume peke yako ukawa naye ukamfanyia kile ambacho ulikuwa unataka kumfanyia huyo Kichinjile wangu mimi? Nisikilize wewe binti, naomba ukae mbali na mwanaume wangu. Naomba usimfuatilie kwa chochote. Na umeona hii sura? Ukiona tena haitokuja kama ilivyokuja hivi. Itakuja kivingine kabisa. Maana nitakachokufanyia tusije tukaja kulaumiana hata siku moja. Wewe dada, tafadhali naomba unisaidie. Mimi sina msaada mwingine zaidi yako, kwa sababu ni mwanamke wa Kichinjile na mimi nahitaji msaada. Siwezi kuishi bila Kichinjile. Tafadhali naomba unisaidie kwenye hili. Kubali tu wawili kwenye mapenzi, mimi na wewe. Nipo tayari kukuachia muda ambao utahitaji kuenjoy na Kichinjile. Nipo tayari kabisa kukupisha wewe enjoy naye, alafu mimi nitafuata baadaye, lakini siko tayari kumwacha. I can't live without him. Nahisi kabisa mishipa yangu ya moyo imeungana na Kichinjile. Kwa nikimwacha mimi nitakufa. Nisaidie kwenye hilo tafadhali. Nisikilize wewe binti kwa makini. Nimekuambia mara kibao kwamba wewe mwanaume nampenda sana. Na naomba usimfuatilie. Na hicho Kiingereza chako unachoongea, iwe uongee Kiingereza, au uongee Kiswahili, au uongee lugha gani, mimi sijali kwa chochote kile. Ila naomba tu ukae mbali na ule mwanaume kwa sababu mwanaume nampenda. Yaani kifupi tunapendana. Kama ni Kichinjile tayari kasha kuacha, kwa nini usikubali kumove on? Kwa nini usikubali kuachika wewe binti? Na nisikilize tena. Siku nikikukuta wewe na Kichinjile barabarani au nikiona tu unamfuatilia, nitakachokuja kukufanyia katika maisha yako hautakuja kusahau. Hii sura yako hii nitaiharibu. Sitokuonea huruma kwa chochote kile. Na kama hutaki kuamini, muulize huyo Kichinjile wako, atakueleza hali halisi kuhusu mimi. Mister, nimepata simu yako na ikanibidi nije hapa haraka. Vipi, kuna shida gani? Yote kwa yote, kwanza nishukuru kwa kutenga muda wako na kuja hapa nyumbani kwangu. Unajua, nimekuita uje hapa kwa sababu na matatizo. Matatizo? Matatizo gani sasa? Ni matatizo ya ndani kabisa ya familia yangu. Kanuni, nimekuhimiza uje hapa kwa sababu najua muda wako huwa haupatikani kiurahisi. Na ndio maana nilipokupigia simu kaniambia kuwa uko nyumbani, nikakulazimisha uje hapa. Na matatizo yangu kiujumla ni kuhusu familia yangu. Na kuna muda huwa najiuliza, je, haya nayoyapitia ndio watu wote huwa wanapitia kwenye ndoa zao au ni mimi peke yangu? Una maana gani? Maana yangu ni maana nyepesi sana. Nadhani unaona familia yangu, sisi tuko wawili tu, mimi na mke wangu. Na kikawaida sisi wawili hatuna haja ya kutafuta dada wa kazi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anahitaji uangalizi wa dada wa kazi. Hatuna mtoto, hakuna mzee, wote tuna nguvu. Lakini leo tunaishi na dada wa kazi. Kwa shinikizo la nani? La mke wangu. Najua najiuliza kuwa shinikizo la mke wangu kivipi?
Mke wangu mimi huwa hataki kufanya shughuli yoyote, hali iliyopelekea tumegombana sana humu ndani, na mwisho wa siku yeye akatoa wazo la kutafuta dada wa kazi. Kwangu halikuwa jepesi kwa sababu sikuwa naona sababu ya kuleta dada wa kazi. Anyway, ikafikia muda nikakubali kumleta dada wa kazi. Akamleta mwenyewe. Lakini huwezi amini, hali yake ya kutokutaka kufanya kazi zake za kila siku bado haijakata, inaendelea kama kawaida. Sasa ilikuwa ni jana, nimeamka asubuhi kwenda jikoni nikakuta kila kitu hakuna. Nikaona hapa itabidi tukatoe pesa ili kusudi tuweze kuemea vitu vya humu ndani. Nikaamua kumwamsha mke wangu, amka twende M-Pesa tukatoe pesa kwa ajili ya memezi ya vitu vya ndani. Akaniambia kuwa amechoka, hataki kuamka. Kwenye akili zangu za haraka haraka nikachekecha kichwa, nikaona hapa dada kazi atakuwa anajua nini hakipo na nini kipo. Kwa sababu mimi na ruti zangu, acha niende na dada kazi hapo M-Pesa nikatoe pesa. Nikishatoa pesa, nitatoa kiasi kidogo cha pesa nitampatia dada wa kazi, atakaporudi nyumbani ndipo atakuja kuzungumza na mke wangu. Nini hakipo, nini kipo wanunue. Basi sisi tukaongozana. Kwenye kuongozana, ghafla mke wangu kaja mbio. Hata kuna uso aje nao. Kafika, unaenda wapi? Akatoa maneno mengi pale. Akaanza na kunitupia kesi zingine kwamba wewe na huyu mna mahusiano, yani hali ambayo inanikwaza sana kwa sababu dada wa kazi kamleta yeye. Na kama angekubali twende haya yote asingetokea. Au kama angekuwa anafanya majukumu yake kama mwanamke, haya yote asingekuwa yanatokea. Lakini yanatokea kwa sababu hafanyi majukumu yake kama mwanamke. Na hilo ndilo swala linalofanya niulize kuwa, kwani wanaume wote waliooa wanawake zao wanaishi maisha kama yanayoishi mimi? Au wewe kama kaka yangu, ndugu yangu, una kipi cha kunishauri katika hilo? Mister, kulingana na hali ambayo unaipitia kwa sasa, sidhani mimi kama nina kitu cha kukushauri. Lakini sidhani pia kama ninaweza nikasema labda kama shemeji ndio mwenye tatizo ama wewe ndio una tatizo. Ama dada yako wa kazi pia. Lakini mimi nafikiri wewe ni mtu mzima. Unapaswa ukae na uangalie namna gani ya kufanya kama mtu mzima. Nadhani ukikaa vizuri ukalidadavua hili swala utapata majibu sahihi ya namna gani unaweza kusolve kuhusiana na hili swala zima la familia yako. Kanoni, nashindwa kuelewa kwa sababu ni kweli uko sahihi, uwezo kanipa majibu nani mbaya na nani mzuri. Lakini kiukweli alinanitesa sana. Na nimejaribu kukuita ili kusudi tu nijaribu kushare maumivu nayopitia. Lakini siwezi nikakulazimisha uniambie nifanyeje kwa sababu wanaume wengine unaweza kumwambia mke wako mbaya weka kuona wewe ndio mbaya. Kwa uko sahihi kabisa. Lakini kiukweli hali inanichanganya sana. Na mimi nishukuru tu kwa muda wako. Na kingine pia nahitaji unitunzie siri za familia yangu. Sitofurahishwa kuona zinatoka nje. Usijali kuhusu hilo mister. Mimi niko tayari kufanya kila kitu sawa sana unavyohitaji. Basi sawa. Na vipi kuhusu Mtupa? Kuhusu swala la Mtupa, kiukweli mara ya mwisho nilivyofuatilia nimeambiwa kwamba ameelekea South Africa. Ameenda kwenye masuala yake ya kibiashara. Na kwa kuwa ameenda huko, mimi nafikiria kuhusu hili swala kwa muda huu itabidi lisitishwe kidogo mpaka atakaporejea. Siwezi kukupa taarifa nusu hali ya kuwa mshukiwa namba 1 ni yeye Mtupa. Kwa hiyo kama yeye ndo main target kwa ajili yetu kwenye kesi yako, inabidi arudi. Akisharudi tutarejea kwenye uchunguzi kama tulipokuwa tumeishia. Basi sawa. Mimi nishukuru sana kwa muda wako. Sawa Mr. Beni, asante sana kwa muda wako pia, lakini nikupe pole kwa hayo yote ambayo unapitia wewe na familia yako. Asante. Wakati mwingine. Sawa.